mubashara na Chetu MC. Kwa imani yangu ni kwamba naamini kwamba Mungu ni mwema, ameweza kukupa fursa ukiwa na uhai na nguvu, na ndio maana umepata nafasi ya kuweza kutazama tena video hii ambayo itaendelea kujenga zaidi katika swala zima la mahusiano, katika kuhusiana na wengine. Kama nilivyokueleza awali, kabla tujaendelea, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ili uweze kupata maarifa zaidi na kuburudika zaidi, kwa maana kwenye channel yetu utapata burudani sio tu kujifunza, lakini pia na burudani mbalimbali utazipata. Basi nisipoteze muda, nielekee moja kwa moja kwenye somo husika ambalo kwa siku ya leo nataka niendelee kulingana na mahali nilipoishia. Kipindi kilichopita, kama unakumbuka, nilizungumzia swala zima la matumizi ya akili na hisia. Kila kimoja kinatumiwa kwa namna yake na kina sehemu zake za kutumia, lakini kwa asilimia kubwa, kama unakumbuka, nilisema kwamba akili inatumika kwa sehemu kubwa zaidi, hisia ina sehemu zake na maeneo yake. Na nilizungumzia matumizi ya akili na hisia katika swala zima la mahusiano, yani katika kutafuta mwenza, mume au mke. Basi leo nitaenda kwenye kipengele kinachofuata, nitaenda kuzungumzia zaidi kwa upande wa wanaume katika kumchagua mwenza mwanamke, nikimaanisha watu wengi hutumia vigezo vingi sana, na miongoni mwao wengine katika kutumia vigezo nao vitumia, kuna wakati ukiangalia unawauliza na unataja vigezo vizuri kabisa, lakini ukiangalia vile vigezo unaona mbona kama havijazingatiwa. Hii ni kutokana na matumizi ya hisia zaidi na wala si akili, maana ukitumia akili, vigezo ulivyovipanga lazima vitatumika. Kwanza kwa upande wa wanaume katika kuchagua mwenza, yani mke bora. Mke bora ni yupi? Utamtambua vipi kwenye jamii? Wanawake ni wengi na idadi yao ni kubwa sana duniani. Sisi wanaume idadi yetu ni ndogo mno, lakini ya wanawake ni kubwa na inaendelea kuwa kubwa. Hii tunamshukuru Mungu, maana pia ni mapenzi ya Mungu kuwa hivyo. Kwa hiyo sisi wanaume tuna uwanja mkubwa kabisa wa kuchagua ni nani anaweza kuwa mke bora, atakayeweza kutengeneza familia bora ambayo itakusaidia wewe mwanaume kuzalisha watoto bora wenye nidhamu na hekima na utendaji kazi bora katika maisha ya kila siku. Kwa maana sasa hivi nidhamu imekuwa sifuri, imekuwa ni ndogo mno, yani kiasi kwamba nikisema ni ipi asilimia, sidhani hata 20% inafika, na tunapozidi kuna mbele tunazidi kupotea. Hii ni kutokana na kufeli kwa sisi ambao tumekuwa tayari katika kuchagua mwenza. Lazima uangalie mwenza sahihi ni yupi. Sasa vipi vigezo ambao unatakiwa uzingatie katika kuchagua mwenza? Namba moja, ili uweze kugundua huyu ni mke bora, sifa ya kwanza ambayo unatakiwa uangalie, ya kwanza kabisa, heshima. Mke bora siku zote anakuwa na heshima, nidhamu. Ana nidhamu kiasi gani? Unajua mwigizaji katika swala zima la nidhamu siku zote haijifichi. Lazima tu ukijaribu kuangalia kwa undani utaona kabisa anaigiza. Mtu ambaye hana nidhamu ni hana nidhamu tu totally. Atajaribu kubabaisha namna moja au nyingine hivi, atajaribu kufeki vitu, baadhi ya vitu kuonyesha kwamba ana nidhamu, lakini mtu kama hana nidhamu, hana nidhamu. Na kama hana nidhamu hiyo, moja kwa moja hatoweza kulea watoto wakawa na nidhamu bora, kwa maana watoto tunawafundisha kwa kuwaambia, lakini kwa asilimia 90 watoto wanakopi katika matendo vile tunavyotenda kama wazazi. Namba 2 ambayo sehemu ya pili ambayo wewe mwanaume itakusababishia kusema huyu ni mke bora. Cha pili, mwanamke bora au mke bora anakubali kuwa chini ya mume wake. Jamani, ukweli unauma, lakini ndio ukweli. Mke bora anakubali kuwa chini ya mume wake. Leo hii dunia tuliyopo, asilimia 90 tena ndio jamani, wengi wao hawakubali kuwa chini ya wanaume, na ni kitu ambacho hakipo. Hicho kitu hakipo. Yani ukishagoma kuwa chini ya mwanaume, maana yake na wewe pia ni mwanaume. Yani wote sasa mko juu, hamwezi kukaa pamoja. Namba moja, hamtaweza kukaa na mwanaume na sehemu moja. Lakini pia mtu ambaye hawezi kuwa chini ya mwanaume, yani mwanamke ambaye hawezi kuwa chini ya mwanaume, maana yake amekosa unyenyekevu, hafai kuwa mke. Akishakosa tu unyenyekevu, maana yake pia hekima ni sifuri. Sifa ya tatu ya mke bora ni sifa muhimu sana. Mke bora pia ni mcha Mungu. Ninapozungumzia mcha Mungu, simaanishi kwamba anaacha kazi zake nyumbani anashinda kanisani asubuhi mpaka jioni. Usidanganye bana, usiletee unafiki. Unashinda asubuhi mpaka jioni makanisani ukiwa unataka kuidanganya jamii kwamba eti wewe
ni mcha Mungu. Mcha Mungu haangaliwi hivyo. Mcha Mungu anaangaliwa kwenye swala zima la hekima, anavyoperform kwenye jamii. Maana ukishakuwa na hekima moja kwa moja unaishi katika mstari wa Mungu unaotakiwa. Ukiheshimu wengine na kuwajali wengine moja kwa moja tu, wewe tayari unamcha Mungu. Mcha Mungu haangaliwi kwa kulitaja jina la Mungu au Yesu kwa wale wa Kristo au Mtume Muhammad kwa wale Waislamu kwamba huyo ndio mcha Mungu. Sio kweli. Mcha Mungu ni vile anavyoishi kwenye jamii kwa kuwajali wengine na kwa kuwajali wengine katika utu. Nafikiri hapo mnanielewa vizuri. Sifa nyingine ya 4 kwa mke bora. Mke bora siku zote ni muwazi na mkweli. Mke bora siku zote ni muwazi na mkweli kwa mume wake. Unakutana na mke ndani ya nyumba unaishi naye. Kitu kinanishangaza sana. Katika kutafuta kwake, mwanaume anatafuta, analeta mzigo wote anaweka pale mezani. Yeye anatafuta, anamega kiasi fulani cha fedha, anaficha, anakituma kwa baba yake na mama yake. Sio kitu kibaya kuwapa wazazi wako, ni jambo la heri, lakini jiulize, je, unaishi na wazazi wako pale unapoishi, unaishi nao? Ni wao ndio wamekuleta duniani na wao ndio Mungu wako wa pili. Lakini kuonyesha kwamba wao wamekufunza vizuri, lazima umjali unayemuona kwanza pale. Yule unayemuona uso kwa uso, maana tatizo likitokea, yeye ndio atakayeangaliwa kwanza namba moja. Kwa hiyo ukishakubali kuolewa, wewe kama mwanamke, lazima sio lazima uwe mwazi na mkweli kwa mume wako. Maana tayari umeshakubali huyu ndio mtu wako wa maisha. Na wewe mwanaume lazima uangalie mtu wa namna hiyo. Kama hawi mwazi na mkweli, yani hana sifa ya kuitwa mke au hana sifa ya kusema kwamba huyu ni mke bora. Sifa nyingine ya 5 ni kwamba mke bora hahangaiki na dunia kwa lolote. Huwezi kumkuta akihangaika na dunia kwa lolote. Unajua sasa hivi tuna wanawake ukiwaangalia wanapambana, ukimwangalia asubuhi ameamka vipodozi, wanja, nini, mara anataka kutoka out, hajatolewa out analalamika kiasi kwamba anatamani hata ndoa ivunjike kwa sababu anahisi anakosa mambo mengi yanayoendelea duniani. Na ndio ulevi, unywaji wa pombe hizi, utumiaji wa vitu mbalimbali, kwa sababu tu ya matumizi kama hayo anaweza akajivua hata utu eti tu kwa sababu amekosa kitu fulani. Anasumbuka na dunia 24 hours, yuko kwenye kioo anafanya makeup. Kufanya makeup kujitengeneza sio kitu kibaya, pia ni kitu kizuri, lakini ukisumbuka kupitiliza, sio kwa kiasi, maana yake kuna kitu unatengeneza ambacho sio kizuri. Mke bora hasumbuki na dunia zaidi. Mke bora siku zote anabaki kwenye uhalisia wake na anakubali kuishi kwa vile, kwa kile kilichopo kwa muda huo. Vimini, sijui visketi, mara sijui kajitoboa huku, mara anasumbuka na dunia. Mke bora hasumbuki na dunia kwa lolote hilo. Sifa ya 6, mke bora hafeki maisha. Mke bora hafeki maisha, anaishi maisha ya uhalisia. Anaishi katika uhalisia wake. Kama yuko hivi, utamwona anakaa vile alivyo. Hiyo point naomba pia mshikilie wanaume katika kuchagua mke bora. Sifa nyingine ya 7, mke bora hana tamaa. Mke bora hana tamaa. Mwanamke akishakuwa tu na tamaa moja kwa moja, nikwambie tu mwanamke ambaye umefanikiwa kuiangalia hii video, mwanamke akishakuwa na tamaa hawezi kuweza ndoa. Hauwezi ukaiweza ndoa mwanamke kama tayari na tamaa. 2, pia ukiwa na tamaa, mafanikio sahau katika maisha yako. Sifa nyingine ya 8 na ya mwisho, mke bora. Hii ni kwa wanaume katika kuchagua mke bora. Wewe mwanaume mwenyewe, sifa hii ya 8 na kuhusu wewe mwanaume mwenyewe katika kumchagua mke bora. Wewe mwanaume mwenyewe hakikisha unachagua mwanamke mwenye quality na quantity unayoitaka wewe, ili ile siku unaulizwa na Baba Mwenyezi Muumba ujibu maswali yako ipasavyo na utoe majibu yaliyonyooka, kwa sababu ulimchagua mwenyewe na ulitaka hizo sifa. Ujibu maswali mbele za Mwenyezi Mungu yaliyonyooka katika habari nzima ya zinaa na kutokuwajibika katika familia yako wewe mwanaume. Na ndio maana nikaiweka kama sifa ya 8 kwamba wewe mwanaume chagua mwanamke mwenye quality na quantity unayotaka wewe. Basi sifa hizi 8 naomba zichukue wewe kama mwanaume
ishi nazo, zitakusaidia katika kutafuta mke bora atakaye kujengea familia bora na kizazi bora kwa maisha ya baadaye. Asante sana. Usisahau subscribe kwenye channel yetu ya Bepari TV, lakini pia nijitambulishe kwa majina, naitwa Gadiel Emmanuel almaarufu kama Chetu MC. Karibu kusubscribe uweze kuenjoy video zetu.